Jikaze kidogo. Jikaze kidogo. Jikaze kidogo. Jikaze kidogo. Panda, jitahidi kidogo. Jikaze kidogo. Jikaze. Nenda kamwamshe dadako. Mwambie tufuate huko. Na ukiona mke wewe mwagie maji huyo. Chukua maji kwa tena mwagie. Poleni kwanza. Hebu mshike. Saidia. Pole. Haya, sasa hebu wahi nyumbani. Unajua maana tumetoka na ule mtiti wetu, umemwacha mdogo wako peke yake kule. Hebu wewe kimbia, nenda kule wahi. Baba, peke yangu. Peke yako nini sasa? Mimi naogopa. Unaogopa nini? Nenda bana, kimbia bana. Sasa huku utoa haki utafanya na nani na wewe huku? Hebu. Sukuma, mtoto hapa, sukuma, jitahidi sukuma. Push, sukuma. Jitahidi kusukuma, mtoto anatoka, jitahidi kusukuma ndugu yangu, jitahidi. Hivyo ndugu yangu. Sukuma. Pole, sukuma.
Sakina ameolewa. Sakina ameolewa. Sakina ni binti mdogo sana ambaye alikuwa na ndoto kubwa, lakini wamekatisha ndoto yake kwa kumwozesha mume. Walitumia ujanja wa kumhamisha shule, kumbe lengo lao ilikuwa ni kumwozesha. Inasikitisha sana kuona katika karne hii ya 21 kuna watu bado wanaishi na mawazo ya watu walioishi karne ya kwanza. Hili ni tatizo. Najua wanazo mbinu nyingi sana za kuachisha shule watoto ili waozeshe, lakini nasema katika shule hii sasa imetosha. Kuanzia leo sisi walimu na ninyi wanafunzi ni lazima tushirikiane kuikomesha hii hali, kwa sababu kumwelimisha mtoto wa kike ni sawa sana kuielimisha jamii nzima, na maisha bila elimu ni sawa sawa na kubahatisha. Sawa sawa. Najua kila mmoja ana ndoto, lakini pia lazima muweke mikakati ya kuhakikisha mnatimiza ndoto zenu. Sitegemei mtakuwa mnafisha taarifa za wenzenu, lakini pia sitegemei kuwa miongoni mwenu wakawa ni bibi harusi watarajiwa. Kuti la mazoea ndio lilomwangusha Mgema. Una maana gani? Kitendo mlichokifanya ni cha hatari sana. Mmehatarisha maisha ya mama na mtoto. Na ndio maana mnashauriwa mwe mnahudhuria kliniki na wake zenu ili kujua maendeleo ya ujauzito na afya ya mama. Pia kujua siku ya kujifungua kwa mkeo. Na uzazi hauna uzoefu. Unaweza kuzaa watoto hata 10 lakini usipate matatizo aina yote. Lakini mtoto 11 ukajikuta unapata matatizo kibao. Unaweza kupata kifafa cha mimba, anaweza akamwaga damu nyingi sana siku ya kujifungua. Au mtoto mwenyewe anaweza akashindwa kutoka kwa njia ya kawaida. Unahitajika upasuaji. Hivi kwa dharura kama hizi, mtu akitaka kujifungulia nyumbani, ikahitajika upasuaji, unaweza ukabiliana nazo wewe? Hivyo ni vema kufuata ushauri wa wataalamu wa afya ili kuepusha madhara ambayo yanaweza kuepukika. Hem, twende ndani kwanza, twende ndani. Twende ndani. Hivi wewe baba ni mtu wa aina gani wewe? Yaani baada ya kushukuru Mungu mkeo amejifungua salama, leo unamkufuru kisa amejifungua mtu wa kike kweli? Hivi unadhani kosa lake? Unatakiwa mshukuru Mungu sio kumkufuru. Watu wanahangaika usiku na mchana kutafuta watoto wapati. Leo unapata bado mshukuru unamkufuru. Wewe binadamu gani wewe? Huyu mwanamke amezidi naye, kila mimba mtoto wa kike, kila mimba mtoto wa kike. Mimi hata nizika naye. Mungu wako sei. Upanga kila jambo kwa makusudi yake. Na Mungu humpa mja wake kila anachostahili na sio kila anachokitaka. Kwa hiyo mke wangu mimi yeye ndo ameumbwa kunizalia mijike tu, mitoto ya kike tu. Kwa hiyo unanisusia familia yako? Hebu mwambie tuondoke bwana. Wewe anaondokaje aliyakuwa hajapata hata nguvu? Hebu msubiri kidogo apate japo nguvu, Wewe vipi wewe? Mwambie tuondoke bwana. Ngangania utabaki naye wewe hapo, mimi nitakuachia tu. Mijike za mimba mtoto mwanamke.
nipate dume moja shababi ya Wadogo zangu, ng'ombe hanenepi siku ya mnada. Mkisubiria mpaka karibu na mitihani ndio msome, mtafeli. Mariam. Abe mwalimu. Kashinde wewe. Kashinde leo hajaje shule. Bwaga. Nipo mwalimu. Wewe ukiwa mkubwa unatamani kuwa nani? Pili. Ina maana sijaeleweka? Eti hamjanielewa? Ni nani anaweza kunijibu? Mimi kwanza nina malengo ya kusoma mpaka elimu ya juu. Ndoto yangu ni kuwa daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama na watoto. Pigieni makofi. Vizuri sana. Kila mtu ni vizuri akawa na ndoto na akawekea malengo ndoto yake ili kuitimiza. Kuishi bila malengo, kufanikiwa inakuwa ni bahati nasibu. Lakini ukiwa na malengo, kufanikiwa ni wajibu. Kusoma bila malengo ni sawasawa na kupanda usafiri bila ya kujua unapokwenda. Hivyo utakuwa unawasindikiza wenzako wanaojua wanapokwenda, ama ukashukia usipopajua. Kutoba. Kwa hiyo ni vyema kuwa na malengo na kuijengea misingi bora ya kutimiza ndoto yako. Na ndoto hujengwa kuanzia pale tu unapoanza kujitambua. Bahati mbaya katika bara letu la Afrika ni wazazi wachache sana wanaotambua ndoto za watoto wao na kuwawekea malengo ya kusaidia kutimiza ndoto zao. Wakati mwingine nitaelewesha vizuri kuhusu hili. Hivi unajua mwalimu Maneno anapenda sifa? Anatamani kama yeye ndo angekuwa mwalimu mkuu. Nakwambia. Lakini anatimiza wajibu wake. Yeye kama mwalimu wa taaluma ana wajibu wa kuhakikisha shule inafanya vizuri. Kufanya vizuri kwa shule kunachangiwa na mambo mengi, ikiwa ni pamoja na sisi walimu tunatakiwa kuboreshewa na kupewa stahiki zetu kwa wakati. Fikiria kama unakaa kwenye nyumba ya shule ambayo ipo karibu na shule, tunalipwa kwa wakati, huku tukiwa na matarajio ya kupandishwa daraja, unadhani uvivu utatoka wapi? Unajua walimu ni wito. Kwa hali hii kweli ni wito. Ngoja mimi nikaitike wito, niondoe lawama. Loma.
Weka chini. Shikamoo. Marahaba. Una nini, mbona unalia? Napo mumeana nini? Ameumia nini huyu? Ameumia nini? Huu ni uvivu tu huu. Siku zote nakwambia watoto wa kike hawa ni wazembe hawa. Hapo wanajilizaliza. Kikwa dume hapa lishachukua baskeli, ingiza ndani, angechukua mpokea mtoto. Sasa mtoto wa kike. Jinga tu. Mwalimu, madaftari. Kwa hiyo darasa zima ndo madaftari haya? Nenda. Nakuja koko. Kwa hiyo kama nilivyokuambia, kikubwa unachokiwa uzingatie hapo mpaka pale ambapo nitaborudi. Sawa, haina shida. Kuangalia mazingira yote yakae sawa. Sawa, haina shida. Na kutegemea. Sawa. Basi sawa. Haya, safari njema. Poa basi. Haya. Shikamoo. Marhaba kijana. Vipi, nimemkuta Banda? Hayupo. Unataka kuniambia kwamba hajarudi kutoka shambani au yuko ndani kajipumzisha tu kidogo? Hapana, amesafiri. Amesafiri? Ina maana anategemea kurudi lini huyo? Sijajua kwa sababu hata safari yenyewe imekuwa ya ghafla sana. Mama we. Sasa mimi nilikuwa na shida kidogo, sijui utanisaidiaje. Maana hivi ninavyokuambia, mke wangu amejifungua. Sasa nilikuwa nahitaji nipate mahitajio kidogo ya nyumbani na vijipesa kidogo tu. Labda mzee, ulikuwa unahitaji nini na nini, au kama kawaida yako? Unaona Sasa shida yangu ilikuwa unipatie mafuta ya kula lita 1, mafuta ya taa nipate lita 1, kiberiti bunda 1 tu, na mche mmoja wa sabuni. Sawa. Lakini mwanangu, wanasema alishakumsi matusi, unisaidie japo 30,000 tu. Sawa basi, haina shida. Ndio maana nikaje hapa mimi, sikwenda kwingine kote huko, nimekuja hapa. Umesema mafuta ya kula lita 1 na mafuta taa 1 tu. Haya basi, wacha nikuandalie. Kashinde! We Kashinde! Kashinde mwanangu, kwa muda wote chooni ulikuwa unalia, alafu unachichimia. Kashinde, mimi ni mama yako. Kama una tatizo lolote lile niambie, mimi ndio wakukusaidia. Hebu niambie mwanangu. Sasa hapo ndo unapoharibu watoto, mke wangu. Yaani unambembeleza sana, utafikiri vile umeshika yai, unaogopa likianguka litavunjika. Alafu unasema eti mimi siwapendi watoto wa kike. Angalia hata hivyo wanavyotembea.
Ananyumburika, tutafikiri bamia vi. Angalia anavyotembea. Anateleza kama bamia. Shikamoo mwalimu. Marahaba. Jambo? Hatujambo. Kashinde. Umefanya nini? Nimeumia. Pole. Asante. Mama, jifungua. Mama, habari za jioni? Nzuri, za kwako? Nzuri, hongera. Haya, asante, karibu. Haya, asante. Hiyo utampa mama. Shao. Mimi ni mwalimu. Natambua ualimu ni wito, ingawa si wote walioitika. Na hii ni kwa sababu mwalimu wa kweli hufundisha kutoka moyoni na sio kutoka kitabuni. Kuna wakati inanibidi nitembelee wazazi na walezi ili kujua changamoto zinazowakabili wanafunzi na kusababisha kuwa watoro. Kwa kweli changamoto ni nyingi sana. Umaskini, umbali wa shule na huduma za kijamii. Ingawa changamoto kubwa ni uelewa wa wazazi na ushawishi juu ya faida za elimu kwa watoto wao.
Msikia nangu. Haya matatizo ya mambo ya wanadamu, lakini na imani kabisa kwamba tatizo hili litakwisha, tuna wasiwasi. Nitashukuru sana daktari kwa sababu nimehangaika kwa kipindi kirefu sana. Unaweza kama umezunguka muda mrefu, lakini mimi na imani ngwa labda ukiendelea kutumia masharti ambayo dawa ndio kwa nimekupa. Mimi na imani tatizo litakuwa jepesi sana. Taisha kwa wakati mfupi. Sijali kwa hilo, wala usiumie sana. Ikafika kipindi ukokosa amani ya maisha. Kwa tatizo dogo tu kama hilo. Nashukuru sana bana. Sasa. Mzee Machaku upo? Nipo. Shikamoo. Bao jambo Mzee Machaku hapo nje kuna mgeni wako anakusubiria. Ng'ombe anakuja sasa hivi. Pone kamsikize mgeni mara moja. Alafu uendelee kusubiri kwa sababu kuna kijana nimemtuma dawa. Sawa. Ataleta sasa hivi basi na uzani mambo yote yataisha. Naam, salamu alaykum. Salamu. Salamu. Habari za saizi? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Wewe ndo babake Adamu? Naam, ndo mimi baba Adamu. Mimi naitwa Mwalimu Maneno. Ni mwalimu wa taaluma katika shule anayosoma Adamu. Sawa. Nimekuja hapa kwa ajili ya Adamu. Yupo? Hapana, Adamu ametoka mara moja. Amegiza polini kwa moja kwenye madawa. Sawa. Adamu ana muda mrefu kidogo haonekani shule. Lakini pia nilikutana naye akaniambia tatizo ni wewe mzazi. Kwamba kuna shughuli unampa zinazomfanya ashindwe kuhudhuria masomo. Sasa sisi kama walimu tuna wajibu wa kufuatilia maendeleo ya wanafunzi wetu. Ingawa pia tunahitaji usaidizi sana kutoka kwa wazazi kwa sababu wanafunzi ni wengi kuliko walimu. Ukizingatia pia Adamu yuko kidato cha 4 sasa hivi. Hivyo ni vizuri awe anahudhuria shule ili kumtengenezea mazingira mazuri ya kufaulu. Lakini cha kushangaza kwamba mzazi hata hiki kipindi cha elimu bure unamzuia na mtoto kufika shule. Umaliza? Sijamaliza, lakini labda nikusikilize kwanza mzangu unalipa. Adamu juzi alikuja shule. Lakini leo Adamu nimemtuma kwenda kuchukua madawa. Halafu Adamu sababu za kutokuja shule ni kwa maana Adamu hawezi kuwa anakuja shule huku akiwa ana njaa. Kwamba kutwa Adamu anachezea kalamu, chaki, madaftari, anarudi nyumbani hakuti kitu. Hiyo inakuwa ni mtihani kidogo na hata ufaulu wake unakuwa kidogo sio mzuri. Kwa sababu kubwa atakumsababisha Adamu kutokuja shule, anisaidie majukumu yangu ili nipate chochote, nimwandalie mazingira hata anapokuwa amekuja shule, akili inafanya kazi. Hiyo mosi. Pili, elimu alionayo Adamu inamtosha. Kwa sababu kama Kiingereza Adamu anajua kuzungumza, Kiswahili fasaha Adamu anajua kuzungumza, kwa maana hata madawa Adamu anaweza kwenda kuchukua vizuri na akatibia watu vizuri. Yaani kwa kifupi mtu wa aina yoyote Adamu akaweza kumtumia kwa lugha yoyote. Kwa hiyo pale anaposoma Adamu nahisi pamemtosha. Kwa sababu mwisho wa siku atasoma nitamaliza pesa mie, mwisho wa siku anampokea kwa mlinzi wa makaburi Buguruni, anapoa kirungu na elimu alionayo afu vitu vyote nakuapo hakuna maana yoyote mwanangu kusoma. Ni bora wewe mganga mwalimu. Mimi nikwambie kitu baba Adamu. Cha kwanza elimu aliyokuwa nayo Adamu bado haimtoshi. Hapo awali elimu ya lazima ilikuwa ni darasa la 7. Na ndio maana ilikuwa ya bure. Lakini sasa hivi elimu ya lazima ni kidato cha 4. Lakini pia haitoshi. Lakini pia nikwambie baba yake Adamu. Huyu Adamu akisoma vizuri na akifikia elimu ya juu, huenda huyu Adamu akawa mbunge, lakini anaweza akawa rais, lakini pia anaweza akawa daktari bingwa. Sasa kumzuia Adamu kutohudhuria masomo na kutomsaidia kufikia malengo yake ya kielimu ni kumnyima fursa kipindi ambacho ataanza kujitegemea na maisha yake. Mimi ningeona mwalimu ondoka tu kama ulivyokuja, kwa sababu kwanza na majukumu ndani, kuna mgonjwa hivi namsubiria Adamu ajalete madawa pale je nimsaidie mgonjwa huko ndani,
Kwa naona kama unanichelewesha na majukumu nilionayo. Nakuelewa. Lakini pia nikukumbushe, tunapozungumzia kwamba elimu ya kidato cha 4 ni ya lazima, serikali nayo ina wajibu wa kusimamia, kuhakikisha watoto wote wanafika shule na wanamaliza kidato cha 4. Nisikilize ndugu yangu. Baba Adamu, naomba mruhusu mtoto aje shule. Nilichogundua, wazazi wengi hawana uelewa wa kutosha juu ya kuwasimamia watoto wao katika masomo. Wanachodhani wao majukumu yao ni kuandikisha shule na kuwanunulia mahitaji ya shule tu basi, na majukumu mengine yaliyobaki ni kazi ya walimu. Na kuna wengine wanadhani mtoto akiwa mtoro tu kwa muda fulani tayari ameshajifukuzisha mwenyewe shule. Hivyo nimewaomba Jumatatu walete watoto wao. Vizuri. Ingawa ilibidi tushauriane kwanza baada ya kupitia ripoti yako ya utafiti. Sawa, nisamehe mkuu. Sawa. Lakini nikukumbushe, ni rahisi sana kumpeleka ng'ombe mtoni, lakini ni vigumu kumlazimisha kunywa maji. Nalitambua hilo mkuu, ingawa sidhani kama kuna ubaya kuwakumbusha watu wajibu wao. Lakini pia kuna njia mbili za kujifunza. Kujifunza kwa kupenda ama kwa kulazimishwa. Najua unataka kuwa shujaa, lakini nikuonye, kuwa makini na mwenendo wako. Unatazama kwa jicho la tofauti sana, na kuna tuhuma nzito zinakufuata juu yako. Tuhuma nzito? Ndiyo. Unahisiwa unajihusisha kimapenzi na wanafunzi, hasa kwa Kashinde. Hapana. Hapana mkuu. Sijawahi kufikiria kufanya hivyo. Na kama haitotokea mimi kutembea na mwanafunzi, kwa sababu mimi natambua thamani yangu na pia natambua nafasi yangu kwa jamii. Kwa hiyo jambo hilo kwangu ni mwiko mkubwa. Vizuri kama unajitambua. Nami nimetimiza wajibu wangu, kwa sababu bado unahisiwa. Na taarifa hizi nimezisikia zikizungumzwa. Hivyo akili kichwani mwako. Kwa madaftari ulinikusanyia? Ndio, nilikusanya maneno mengine niliacha pale pale. Mimi nilipokuachia hivi nikajua utanisaidia. Mzigo ulikuwa mkubwa. Hata. Usimuda darasani. Na mbona mpo hapa? Tuondoke. Wakashindi. Pote tembea kama bakwa. Mbona unalia? Kwa kuambia unatembea kama mabako ndio unalia? Toka. Wewe Kashinde? Una nini? Unajisikiaje kwani? Najisikia kutapika lakini hakitoki kitu. Imeanza lini? Ameanza sasa hivi hapa. Jana. Basi inawezekana ikawa dalili ya malaria.
Kwa hiyo ukitoka uende ukamwambia mzee akupe hela kapime, sawa? Sawa. Rudi darasani. Akija mwalimu Maneno mwambie namhitaji ofisini. Sawa. Kashinda na shida gani? Kashinda anahisi homa na pia anatapika. Wewe unahisi ni dalili za nini? Ingawa mimi sio tabibu, ila nahisi itakuwa ni malaria na UTI. Sawa. Nenda kaendelee na majukumu yako. Nashukuru. Kwema. Jesho. Marhaba. Hivi huyu bamko wangu Banda hajarudi? Bado hajarudi. Kapatwa na nini huyu? Ana si kawaida yake. Mimi mwanangu maji yamezidi unga. Hivi ninavyokuambia sina pa kukimbilia. Nimerudi hapa. Sijui utanisaidiaje tena mwanangu. Maana mwanangu Kashinde anaumwa. Nilitaka kesho asubuhi na mapema nimpeleke zahanati akapate vipimo. Maana hali yake si nzuri. Sasa sijui utanisaidiaje mwanangu. Manake mimi nimekwama na sina pa kukimbilia. Kwa sababu najua kama lile deni la mwanzo mimi sijalilipa bado. Lakini mimi najua kama ukijaribu kumpigia simu tu yeye Banda atanielewa mimi. Wewe jaribu kumpigia simu tu atanielewa. Nadhani atakuwa hana simu. Kwa sababu hata hivyo ananipigiaga kwa simu tofauti tofauti tu. Na hata ile namba ambayo alikuwa anatumia yeye mwanzo kila nikimpigia simpati. Sasa sijui utakusaidiaje. Kwani mzee ulikuwa unahitaji nini? Hapo kidogo unaanza kunipa moyo kidogo. Mimi mwanangu shida yangu nilikuwa na shida ya 100,000 tu. 100,000 tu. Najua nitaweza kutatua matatizo yangu. Na hili wewe hata lisikusumbue kwa sababu Banda mwenyewe atalielewa tuna mambo yetu mimi na yeye huyu. Atakata kule kwenye mambo yetu. Hiyo laki mzee nikikupatia hapa nitakuwa nimefilisi kila kitu. Kwa sababu yani faida zenyewe tunazozipata ni ndogo kabisa mzee wangu. Hapana. Hapana kabisa. Labda nikupatie 50,000 tu mzee wangu. 50,000? Ndio. Tawire baba. Ongeza japo kidogo basi. Zaidi ya hiyo hapana. Kwa sababu ndo nina shida na kisu ndo kishafika mfupa, nipe hiyo hiyo. Itanisaidia. Nipe hiyo hiyo itanisaidia. Nitajua namna ya kujipanga mimi. Asante baba, asante. Haya, asante kijana. Asante. Wewe, hebu fanya haraka unibandikie maji. Mama, sinamalizia kuosha vyombo au niende nikabandike hayo maji? Hebu malizia kwanza kuosha hivyo vyombo. Sijui ukoje wewe.
Shikamoo baba. Marhaba. Marhaba. Hivi huyu dadako amerudi kutoka zahanati? Bado hajarudi. Haya. Haya. Habari ya sasa hivi za shamba? Safi za shamba. Kazi ilikuwa si ndogo leo. Haya, na nyinyi mnaendeleaje na hicho chema hapo? Jambo tunaendelea vizuri. Haya, mimi niko ndani basi. Mwenzetu kulikoni? Mama, ndoto zangu zimeayuka mama. Unamaanisha nini? Unamaanisha nini? Mwanangu, una mimba? Wewe una mimba? Nimesikia eti una mimba. Una mimba. Alafu nasema sipendi watoto wa kike. Nijua sema watoto wa kike ni sawa sawa na biashara ya nyanya. Bidhaa kabla haijafika sokoni imeshaharibika. Ndo haya. Na nilijua tu. Baka senda. Utakujua? Umeona baka. Nionyeshe mwalimu maneno. Nionyeshe mwalimu maneno. Nasema nionyeshe mwalimu maneno. Huyo ngurumatari mtoweni huko ndani kwapi? Sio mnanitolea macho kama mijusi kama naona mlango hapa. Nionyesheni mwalimu maneno nasema. Wewe mzee Kadibo. Wewe mzee Kadibo msimbizane. Mwalimu mkuu, mwalimu maneno amemchapa mimba mtoto wangu Kashinde. Sasa basi, ama zake ama zangu, ole wake akaye akijua nikimkamata kichwa chake halali yangu. Kwanza kabisa mimi nikupe pole mzee wangu. Unipe pole, mimi naumwa. Pili,
nikuombe pia upunguze jazba. Aha, wewe unataka mimi nipunguze jazba kwa sababu wewe mwalimu mkuu, ule mtaala ambao umewapa walimu wako wafundishe wa kuwachapa chapa mimba watoto wetu umeshafanikiwa, ndio unaniambia mimi nipunguze jazba eh? Usifike huko mzee Kadibo, utafungwa. Wewe una familia na kutegemea. Mimi ninachokushauri ni bora taarifa hizi uzipeleke polisi, na mimi nakuahidi nitakuwa bega kwa bega na wewe mpaka napotiwa nguvuni. Na kuomba mzee wangu, hizo habari za polisi ni za kupotezeana muda tu. Ni sawa sana kwamba mimi nataka kwenda Dodoma uniambie sijui pita Bagamoyo, Tanga, wakati Morogoro uko Dodoma. Sikubaliani na hilo. Na sasa basi nakwambia wewe ndo mwalimu wake mkuu. Nikimkamata nitakachomfanyia mwalimu wako itakuwa fundisho kwa kijiji kizima na kwa wajinga wengine wote. Na hata kama kutakuwa kuna walimu wengine sasa wenye mchezo kama huu, wataacha hiyo tabia. Hizo ndo salamu zangu mimi. Lakini kila siku tunahusia tusichukue sheria mkononi mzee Kadibo. Halo bosi. Huku kimenuka, kijiji kizima ni heka tu. Kuna nini tena? Wewe si ulisema Kashinde ni bikra? Sasa wenzio wameshamwambukiza mimba. Acha utani bwana. Hivi ninavyokuambia mzee Kadibo, muda wote kila anapomuona mwalimu Maneno anamfukuza na panga, anataka kumuua. Kwa hiyo ina maana Kashinde ni mjamzito? Ndio. Wewe si ulimuona Kikogwa? Wenzio wanakula na chumvi. Yaani Kadibo atanilipa pesa zangu zote yani. Ehe. Hata hivyo jana alikuja kukopa 50,000 hapa. Akasema mtamalizana kwenye mahali. Kwa hiyo ulimpa, si ndio hivyo? Ndio mimi nilimpa. Wewe uliniachia maagizo kwamba chochote atakachokuwa anakitaka hapa dukani nimpatie. Kwa hiyo nimempa. Yaani pesa zangu kama asipozinya basi atazikojoa. Subiri. Halo? Bosi banda. Talie. Sasa dogo. Hii nenda katoe kopi. Nenda katoe kopi 2 alafu toa. Sasa. Mzee Kadibo anataka kuniua. Kwa nini anataka kukuua? Mimi sijui kwa nini anataka kuniua. Ndani. Naitwa nani? Naitwa Mwalimu Jafari Muhsin Maneno. Jafari Muhsin Maneno. Ni mwalimu wa taaluma katika shule ya sekondari Kibwaya. Kwa nini anataka kukuua? Kwa nini anataka kukuua? Tanzania mimi nimemtia mimba binti yake, lakini sio kweli. Kwa nini akuzanie wewe asimzanie mtu mwingine yote? Nadhani kwa sababu ya ukaribu wa mimi na binti yake. Na binti yake ni mwanafunzi wangu katika ile shule ninayofundisha. Basi haina shida. Pita nyuma. Zunguka nyuma. Vua viatu. Vua na mkanda kabisa mezani hapo.
Habari? Salamu. Mama. Kuna wageni. Sasa hizi mama. Safi bali. Salama. Karibu tumemkuta? Hapana. Ametoka kidogo. Kashinde. Wewe ndo Kashinde? Tunakuhitaji kituoni kwa ajili ya mahojiano. Afande sana. Atakaporudi Kadibu, mwambie ripoti polisi. Mbona na mtoto? Mume wangu, polisi wamekuja wamemchukua Kashinde na wameondoka naye kituoni. Wakasema na wewe uende kituoni kwa ajili ya mahojiano zaidi. Wanataka kunihoji mimi? Wanahoji nini? Mimi mwenyewe sijui. Huyo Kashinde amefanya nini? Mume wangu mimi sijui. Haya. Banda vipi? Wewe acha tu. Vipi Banda? Banda vipi? Wewe acha tu mwanangu. Yule demu amepewa mimba na mwalimu wake. Demu wako huyu? Ndiyo mwanangu. Na baba yake alishakula sana vingi vyangu. Yaani kuasa pesa ambazo nilizompa ni zaidi ya mahali. Mwanangu mimi kila siku nakwambia, mademu wa siku hizi hawaaminiki, hutaki kunisikia. Wewe kaza kumtetea tu. Mara si nimemkuta bikla, ana heshima, si mtiifu namna gani vipi? Haya sasa ushaniamini, amekukuta sasa. Yaani hata sielewi. Haya, unaondoka, tegemea lini nitakuona. Wewe acha mimi niende kwanza. Alafu mimi nitakupigia simu. Haya bwana, kila laheri, Mungu akutangulie. Basi poa, haina noma mwanangu. Banda. Vipi tena kofia hiyo ndugu yangu? Niachie. Kwa mwanangu bado unaitaka? Mbona ulibushi? Kofia kazi gani tena? Siko niachie mimi. Niachie ndugu yangu. Mimi na yeye ndugu. Toka nitoke. Niachie mimi niuze sura mjini hapa. Kwa hiyo hutaki kuongea chochote? Mwalimu, mwanafunzi wako hataki kuongea chochote, kwa hiyo mimi naandika jalada Jumatatu upelekwe mahakamani. Kashinde, nipo hapa kwa ajili yako, na kila unavyozidi kuchelewa kusema ukweli ndivyo ninavyozidi kuwa hapa, na tuhuma inayonikabili huenda nikahukumiwa kifungo jela. Sawa, nipo tayari kwenda jela kwa ajili yako. Afande, andika jalada. Andika jalada afande. Unasubiri nini sasa? Hapana, afande. Wewe maneno usiki na ujauzito. Kumbe ni nani anahusika? Unatuletea masiala sio? Wewe mjinga nini? Pumbavu.
Mambo mchumba? Shikamoo. Asante. Vipi, unatoka wapi saizi? Nimetoka kumpeleka mama hospitali. Mbona uko hivyo? Ina maana unaniogopa? Sasa pita miso. Poa, niambie. Swali zima. Zima, karibu. Asante. Naomba sabuni. Sabuni ya 500 au 1000? Ya 500. Karibu. Oe. Bwana vipi? Shwari, inakuaje? Safi, inakuaje? Fresh kama kawa. Safi, mambo zaidi. Jamaa ameleta hizi hapa. Sawa. Halileta. Hii latest. Kwa hiyo hapa takaza kwa kweli. Safi vipi? Safi, niambie. Poa kama kawa. Safi. Fresh. Karibu. Wanije funguo. Au mbona hivyo? Fresh. Ndo banda. Ndo banda. Vipi? Sasa mimi nimefanyaje kwani? Na nini tena? Subiri basi kwanza basi. Subiri basi apande, naenda basi. Sawa, naenda basi, naenda sawa. Si naenda kwani nimekataa? Nimekataa sasa naenda. Naenda basi, tulia basi kwani nini? Oya, nipateni. Haya, nakuja. Sawa, naenda basi. Sasa kwani nini sasa? Si naenda mimi hapa. Mwenyekiti. Asante sana kwa ushirikiano. Asante dada. Auntie. Sijajua. Au ngoja, wewe nenda chukua hizo kamba nenda. Ndio hivyo ilivyokuwa, mimi nilikuwa sijui kitu chochote. Unamjua Kashinda? Ndio namjua afande. Na huyu hapa ndio baba yake, Mzee Kadibo. Huyu mzee alishakula pesa zangu nyingi sana. Kwa mzee umeamua kunileta hapa, si ndio hivyo? Sasa ndio umeamua kumbaka, si ndio? Na kuuliza wewe ndio umeamua kumbaka? Afande? Unachelewa ndo kama kumbaka mtoto? Wewe kenge sana. Kenge plus kenge tu. Kaa chini kwanza. Kaa chini. Sawa, mimi nakaa chini hapa. Mimi niko na mtu wa kumbe kenge mmoja wewe. Upunguza hasira. Sawa, napunguza hasira lakini kubaki kwa mtoto nauma bwana. Yule aliyempa ujauzito akifungwa. Nani anataka mlea mtoto?
yule ni lazima adhibiwe kwa sababu amembaka. Hata hivyo, kwa mujibu wa sheria za nchi yetu, ni makosa kujihusisha kimapenzi kati ya umri mdogo chini ya miaka 18. Adhabu yake ni kifungo jela. Yaani huku ndiko kunakoitwa kukosa bara na pwani. Lakini kwa nini baba amebaki wakati mtuhumiwa ameshakamatwa? Yeye ana kesi ya kujibu, kwa hiyo hawezi kutoka mpaka akidhi vigezo vya dhamana. Kwa mujibu wa maelezo ya Afande Sala, alishaanza kupokea pesa kutoka kwa Banda kwa ajili ya mahali ya kupozesha wewe. Kwa hiyo ana kesi ya kujibu, lakini dhamana iko wazi. Kashinde, pole sana. Kwa sheria ya nchi yetu huwezi tena kuendelea na masomo katika mfumo wa darasa. Lakini mimi nimebakwa mwalimu. Kiukweli serikali kuna haja ya kuitazama hii sheria, kwa sababu ya umri wa mtoto wa shule ya msingi mpaka kidato cha 4 ni umri mdogo sana ambao ni rahisi sana kudanganyika. Mfano Kashinde, yeye amebakwa. Kumtoa katika mfumo wa elimu rasmi ni kumnyima haki zake za msingi. Ni kweli, lakini Kashinde, elimu haina mwisho wala umri. Itafute elimu popote ilipo kwa gharama yoyote. Mungu atakusaidia. Mwalimu maneno, mwalimu maneno, mwalimu maneno. Shente on the